Naam, jambo popote ulipo mpenzi mtazamaji na hata msikilizaji wa Bet FM. Mimi ni Emmanuel Omari, tayari kukuletea habari za michezo za saa moja. Sita FM, the voice of the jungle. Tukianzia mashindano ya klabu bingwa bara Ulaya, usiku wa jana kulichezwa mechi za raundi ya 16 bora mkondo wa pili. Barcelona walidhihirisha kuwa Camp Nou si sehemu ya kutania kwa kuwafunga Newcastle United 7-2, huku Liverpool wakiwashushia 4-0 Galatasaray wakiwa Anfield. Kwingineko, licha ya ushindi wa 3-2 kwa faida ya Tottenham dhidi ya Atletico Madrid, wameondolewa rasmi kwenye klabu bingwa bara Ulaya kwa kuangalia idadi ya magoli. Nao Bayern Munich waliwatia Atalanta darasani kwa ushindi wa 4-1. Baada ya matokeo ya jana usiku, ni wazi kwamba mkondo wa kwanza robo finali itachezwa tarehe 7 na 8 Aprili. Real Madrid ataanza nyumbani dhidi ya miamba wa Ujerumani Bayern Munich. Nao Arsenal watasafiri hadi Ureno kuchuana na Sporting Lisbon. Kwingineko, Barcelona ataanza Camp Nou dhidi ya vijana wa Diego Simeone Atletico Madrid, nao PSG wamenyane na Liverpool. Na kwenye tetezi za uhamisho ni kwamba Manchester United wanania wazi ya kumnunua kiungo wakati wa Italia Sandro Tonali, lakini Newcastle itadai ada zaidi ya milioni 100 ikiwa wataamua kumnunua mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 25. Kwingineko ni kwamba Barcelona itajaribu kumbakisha mshambuliaji wa Manchester United Marcus Rashford mwenye umri wa miaka 28 kwa mkopo kwa msimu mwingine ili kuepuka kulipa ada ya uhamisho wa milioni 26. United inaweza kumnunua kiungo wakati wa Nigeria Wilfred Ndidi mwenye umri wa miaka 29 kutoka Besiktas, huku mlinda lango wa Uturuki Bandiri mwenye umri wa miaka 27 akielekea upande mwingine. Na mwisho kabisa ni kwamba Borussia Dortmund wanaamini kuwa wanaweza kumshawishi Jadon Sancho mwenye umri wa miaka 25 wa United kusaini kwa mara ya 3 katika klabu hiyo ya Bundesliga. Na huo ndio mwisho wa taarifa za michezo za Bet FM. Kumbuka mie ni Emmanuel Omari. Siku zote wanasema mpira ni dakika 90, lakini wanasema furaha ya mashabiki inadumu hadi mechi nyingine. Mashabiki wa timu za Uingereza, Chelsea pamoja na Manchester City, Tottenham na Newcastle, najua mnapitia wakati mgumu, lakini yote 9-10 ni kwamba Arsenal na Liverpool wamesalia kule kuwakilisha. Hadi wakati mwingine tutajumuika viwanjani. Sita FM, the voice of the jungle.